أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mbora wa viumbe Mtume alayhi salatu wassalam. Tutakuwa ni wenye kumalizia kipande cha mwisho katika suala la urekebishwaji wa Kaaba Sharif. Tulizungumzia sehemu ya kwanza na tukawa mwenye kutaja kwa utaratibu zile mara kadhaa ambazo kwamba Kaaba ilikuwa ni yenye kurekebishwa, na sehemu ya kwanza ilikuwa kujengwa na Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Sehemu ya pili ilikuwa hii ya mafuriko yaliyotokea na Kaaba ikawa yenye kuingia nyufa. Makuraish wakaamua kuirekebisha, kuivunja tena Kaaba na kuijenga upya, na wakawa wenye kushirikiana katika hili kama tulivyotaja katika darasa yetu iliyopita. Wakamaliza lile jengo, wakafika katika sehemu ya mwisho, nayo ni kuiweka Hajarul Aswad mahali pake. Sasa hapa ndio pakatokea mzozo, kwa sababu kila mmoja alikuwa yuataka ile sharaf ya kuweka Hajarul Aswad katika sehemu yake, na tujue ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alishiriki katika ujenzi huu wa Kaaba kwa mara ya pili. Baada ya kutokea nyufa katika Kaaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishiriki akiwa na umri wa miaka 35. Hajapata wahi, hajapewa utume. Kwa hiyo akafikia katika sehemu ya kuweka jiwe jeusi, kukazuka mzozo na mvutano baina yao, baina ya Makuraish. Sababu wakati wa kujenga kila kabila lilipewa sehemu yake. Yani kabila fulani ukuta, sehemu yenu ya ukuta ni hii, rekebisheni. Kabila fulani kadha wa kadha, kila kabila lilichukua sehemu yake na likashiriki. Walakin sasa kuchukua Hajarul Aswad ambayo kwamba ni tukufu iwekwe katika sehemu yake ambayo kwamba iko katika kona ya mashariki ya Kaaba tukufu. Sasa kila kabila ikawa yataka utukufu huu uende kwao, kwa sababu ni utukufu wa kitarehe, ni utukufu wa kihistoria. Sio kila wakati Hajarul Aswad itatolewa na kuregeshwa. Imetokea kwa dharura, ni jambo ambalo kwamba litaandikwa katika tarehe. Na Hajarul Aswad, ikhwata alkiram, kwa taarif kwa ufupi, kama tulivyotaja, ni jiwe tukufu ambalo kwamba lipo katika kona ya mashariki ya Kaaba tukufu, na hapa ndio huanzia hisabu ya tawafu. Yani ile tawafu huhesabiwa, yani hiyo ndio focal point. Ukienda mpaka ukirudi hapo, wajua wazi umehesabu mara ya kwanza mpaka kukamilika tawafu. Kwa hiyo kugusa au kubusu jiwe jeusi sio suala la lazima, lakini inahesabika kama sunna, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa ajili ya jiwe lenyewe, ni kwa ajili ya kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hutukuza katika waja wake na viumbe vyake kama anavyotaka yeye, na anachokitukuza Allah subhanahu wa ta'ala sisi pia tufanye nini? Twakitukuza, walakin sio kwa asili
kile kiumbe au kitu kama kile. Sababu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, kuna wakati ameibusu Hajarul Aswad, kisha akawa mwenye kuiambia Hajarul Aswad, asema inni la a'lamu annaka hajar la tadhurru wa la tanfa, hakika mimi najua wewe ni jiwe tu, haudhuru wala haunufaishi. Walaula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, na lau mimi ningelikuwa sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam yakubusu, ni pia singekubusu. Kwa hiyo ni katika ibada. Waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, ambaye kwamba yuazitukuza nembo za Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni katika sehemu ya taqwa. Alichokitukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni juu yetu kukitukuza. Na riwaya za taja ni jiwe ambalo kwamba lilikuwa lipo peponi, lipo katika janna, na kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala lilikuwa lenye kuletwa katika ardhi na Jibril alayhi salam, na akakabidhiwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam kuiweka katika Kaaba. Na wakati likiteremshwa, rangi yake ilikuwa rangi gani? Ilikuwa jeupe. Lile jiwe jeusi asili likiteremshwa halikuwa jeusi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ambayo kwamba amenakili at-Tirmidhi, asema nuzila hajarul aswad min aljanna wa huwa ashaddu bayadan min al-laban, imeteremshwa hajarul aswad. Ile hajarul aswad imeteremshwa kutoka peponi ikiwa nyeupe kuliko maziwa. Fasawadathu madha? Fasawadathu khataya bani adam, ule weusi umekuja kutokamana na madhambi ya wanadamu. Kila wanapofanya madhambi lile jiwe linazidi kuwa jeusi, linakuwa jeusi polepole mpaka likawa jeusi zima. Maanisha makosa yetu ni mingi mno hata kuliko mema yetu asa. Kwa hiyo kwa ufupi, hii ndio taarif ya Hajarul Aswad. Tarikh ni kama hii, watu wamefikia katika sehemu ya kuwa jiwe liwekwe mahali pake, kila mmoja yuataka iende kwa kabila lake, kila mmoja yuataka iende kwa familia yake. Banu Abdiddar walikusanya wanaume wao, na katika setup ya maisha yao, watoto wa kiume katika familia ndiyo jeshi, katika kabila ndiyo jeshi. Kwa hiyo wakakusanya wanaume wao, kwa lugha nyingine wakakusanya jeshi lao, wakaja mbele ya Kaaba na chungu ambacho kwamba kina damu ndani yake, alafu wakatia mikono katika chungu na wakawa wenye kuitoa mikono ikiwa yafanya nini? Yatona damu. Message hii ilikuwa ni message wanatumana, ujumbe wanatumana kwa yoyote ambaye kwamba atataka kutuzuia sisi tusiwe ni wenye kuiweka Hajarul Aswad mahali pake, basi damu itafanya nini? Damu itamwagika, tutapigana kufa. Hii ndio ujumbe ambao kwamba walikuwa wanaotoa. Sasa pamoja na kuwa ujumbe kama huu ulikuwa mkali na ulikuwa kitishio, hii ni threat wameitoa wao kama familia Banu Abdiddar. Wale wengine hawakurudi nyuma, yani haikujalia. Wale wengine wakaona hapa masala ya vita na kuuana tosha, jamani, waachieni. Mwingine naye akenda akakusanya watu wake, wakaja wakaleta chungu cha damu, mikono ndani yake, tuko tayari kupigana. Na wengine na wengine na wengine, impita siku 4 siku 5, na ilikuwa vita vyanukia baina yao. Hawakuweza kusuluhisha baina ya siku 4 au 5, walikuwa wakaribia sasa kupigana kihakika. Kisha mmoja katika wazee wao Umair akawa ni mwenye kutoa rai,
Sasa wamekaribia kupigana, bado kidogo wawe mwenye kupigana kuuana, kwa ajili ya kila mmoja yuataka heshima na utukufu na sharaf ya kuiweka Hajarul Aswad mahali pake. Basi mmoja katika wazee wao kwa jina Umair akawa mwenye kusema, jamani, angalieni, haina haja tupigane, tukubaliane baina yetu. Atakayetokea wa kwanza kuingia katika Kaaba, tuko hapa sawa, sote tuko hapa. Atakayetokea wa kwanza kuingia, tutampatia yeye mamlaka kamili ya kutatua baina yetu. Atachagua yeye, akiamua familia yake yeye ataamua atakavyo yeye. Tukubalianeni, ambaye kwamba atajaliwa. Kwa hiyo masuala ya destiny, awe atatokea nani, tutampatia yeye mamlaka kamili, aseme anavyotaka na sisi tutakubaliana na yeye. Kwa hiyo wakawa wenye kukubaliana juu ya hilo, na wakakusanyika kando ya Kaaba wakisubiri ambaye kwamba atatokea wa kwanza au atakayeingia wa kwanza katika sehemu ya Kaaba. Na kwa kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kwanza kuingia ikawa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wakati yatokea Mtume sallallahu alayhi wasallam, wote wakawa wenye kuenuka wakisema as-sadiqul amin, radina. Sallu ala Muhammad. Hii ni kabla ya utume wake, kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa ujumbe. Mtume sallallahu alayhi wasallam antokea, wamesimama wasema as-sadiqul amin, radina. Hawa mabwana walikuwa washakubali atakayetokea watampatia mamlaka kamili, lakini walipoona aliyetokea ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakafurahi zaidi, kwa sababu wanajua uadilifu na ukweli na tabia kiujumla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu walipokubaliana ya kuwa yoyote atakayetokea ni kuwa yule atakayetokea ni jambo aghalabu kuwa atachagua ya kuwa hili jambo ni kabila langu au familia yangu, kwa sababu hajui. Kisha bwana aitwe ambaye sasa wewe amua wataka Hajarul Aswad yeko na nani, watu wataka kuiweka kupitia vita, mtu aje apewe hii nafasi, bila shaka ataipeana kwa familia yake. Lakini walipoona kuwa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawa mabwana walifurahi, walijua lolote ambalo kwamba huyu bwana ataamua basi itakuwa ni uadilifu, hakuna uadilifu mfano wake. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopewa mamlaka kama yale, akafanya nini alayhi salatu wasalam? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuitisha nguo, kitambara, kaigiza ikikawa chenye kuletwa au kishale. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kukitandika, na Hajarul Aswad ikawekwa katika hii nguo, kisha akaitisha mwakilishi kwa kila kabila ashike upande wake wa ile nguo. Sasa kila mmoja yupigana, yataka sharafu iende kwake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaigawanya kwa uadilifu baina yao, kila mmoja akashika sehemu ya ile nguo kuibeba Hajarul Aswad, mpaka ilipofika katika sehemu yake kwa mikono yake ambayo kwamba imebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mwenye kuichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiweka ile sehemu yake, na kila mmoja akawa mwenye kuridhika na maamuzi ya as-sadiqul amin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama tulivyotaja, baada ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, hiyo ndiyo mara ya pili ya Kaaba
kufanyiwa renovation, kujengwa tena mara ya pili. Ama miaka baadaye, Abdullah bin Zubair akiwa yeye ndiyo kiongozi au amir wa upande wa Makka. Wakati huu ni fitna imeingia, utawala umegawanyikana, kuna utawala ndani ya Sham, kuna utawala ndani ya Jaziratul Arab. Basi Abdullah bin Zubair akiwa yeye ni amir wa Makka, Abdullah bin Zubair yeye alikuwa yajua hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliotaja darsa ya mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia ya kuwa Makuraish walikuwa wameishiwa na mali, kwa hiyo ikabidi mwishowe Kaaba ikawa yenye kuwa mraba, wakaipunguza, yani ile size haikuwa rectangular kama vile misingi ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Kwa Abdullah bin Zubair yajua hii hadithi, na Abdullah bin Zubair hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yumueleza nani mazungumzo hayo? Yumueleza Aisha, na Aisha ni khalati ya Abdullah bin Zubair. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwamba yuaitambua, kwa sababu yeye ni katika familia karibu, na maneno haya ameambiwa Aisha radhiallahu anha. Abdullah bin Zubair ni mtoto wa Asma bint Abu Bakar. Asma bint Abu Bakar ni dada yake nani? Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin. Na wakati kama huu ilikuwa kumetokea Makka kuzingirwa na jeshi la Hajjaj bin Yusuf, na katika manjaniki zile walizorusha, katika makombora zile walizorusha, moja ilikuwa yenye kupiga Al-Kaaba, kwa ikawa yenye kuchomeka kiasi. Ilikuwa yaweza kurekebishwa bila ya kuvunjwa, lakini Abdullah bin Zubair kwa kujua hadith kama hii akawa ni mwenye kutaka nini? Akawa ni mwenye kutaka kuchukua advantage, airegeshe Kaaba katika misingi ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, na akawa mwenye kufanya hivyo, akaivunja na ile mlango akauleta chini, na akajalia mlango upande wa mashariki na upande wa magharibi, akaiunganisha pamoja na Al-Hijr, akairegesha vile vile. Kwa hiyo ikarudi tena katika ile misingi ya Ibrahim alayhi salam. Ila baada ya muda, kwa hiyo sasa hii mara ya tatu, baada ya muda na muda wa kuzingirwa Makka, kisha Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi akawa ni mwenye kumshinda Abdullah bin Zubair, vita baina ya utawala ambao kwamba ulikuwa uko Makka na vile vile utawala wa Bani Umayya ambao kwamba ulikuwa uko Sham au Syria. Kwa akashindwa Abdullah bin Zubair na akawa ni mwenye kuuawa Abdullah bin Zubair, na akafanya mambo ambayo kwamba yani ya kikatili. Tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Yani Muislamu leo haezi akatulizana akafanya mada juu ya yale ambayo kwamba yametokea nyuma. Bana, hawa waliowafanya hivi, hawa wale ni umma waliotangulia, wana walichotanguliza, na sisi tuna ambacho kwamba kuna kile ambacho kwamba sisi twatanguliza. Wala Allah subhanahu wa ta'ala hatotuuliza yale ambao kwamba walifanya wao, sisi tutaulizwa yale ambao kwamba tumfanya sisi. Kwa sisi tukiisoma kama tarikh twaiachia hapo hapo kama tarikh. Sababu leo watu hushika wakajalia yale yaliyotokea, mpaka ikawa kuna watu, yani ni kundi katika Waislamu wameshika muongozo fulani kupitia matukio fulani yaliyotokea makosa. Kwa hiyo sisi tuombe msamaha katika yale ambayo kwamba yalitangulia, na Mwenyezi Mungu awarehemu wao na sisi awasamehe wao na tusamehe na sisi. Kwa Abdullah bin Zubair akawa mwenye kuuawa, na Hajjaj bin Yusuf akawa ni mwenye
kuichukua mji wa Makka, na Abdul Malik bin Marwan aliyekuwa khalifa upande wa Sham wakati huo, yeye alikuwa haijui hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Kaaba kurejeshwa katika misingi ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Basi baada ya kuichukua mji wa Makka akawa ni mwenye kutoa amri iregeshwe vile vile ilivyokuwa, kama walivyojenga kina nani, walivyoijenga Makuraish, ikaregeshwa vile vile. Kwa hiyo itakuwa mara ngapi? Mara ya 4. Na baada ya khilafa ya Umawiya kuanguka, ilifuata khilafa ya Abbasiya. Mmoja katika makhalifa katika utawala wa Abbasiya, Abbasid Khalifate ya Banu Abbas, akawa ni mwenye kutaka kuiregesha katika misingi ya Ibrahim alayhi salam, na akaomba ushauri kutoka kwa Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah akawa ni mwenye kumpatia jibu la hikma kubwa mno. Akawa ni mwenye kumwambia, hatutaki kuijalia Kaaba tukufu iwe ni kikaragosi, iwe ni toi katika mikono ya watawala, katika mikono ya wafalme. Kwa hiyo iwache Kaaba kama ilivyo. Yani kweli ile hadithi iko, lakini sasa Kaaba mara imejengwa kwa namna hii, kisha imerudi huyu akaja mtawala huyu akaitoa akaijenga tena kwa namna nyingine, mara imewekwa katika misingi ya Ibrahim, mara imegeuzwa katika vile vile walivyoijenga Makuraish, mara imerudi tena kwa namna hii. Akasema hatungependa iwe namna hiyo. Umma uliopo Waislamu wanaijua Kaaba na wanaijua inavyokaa, iwache kama ilivyo. Kwa hiyo al-Kaaba leo vile ilivyo. Kwa hiyo hii mara 4 katika rai ya kuwa ujenzi ulianzia kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, au kwa wale ambao kwamba waamini ilianzia wakati wa Adam alayhi salam, basi itakuwa mara ngapi? Mara 5. Kwa hiyo ile ambayo kwamba leo tuko nayo ipo katika ujenzi au style ya kina nani, ya Makuraish, vile ambavyo kwamba walikuwa ni wenye kuijenga. Ila pamoja na hayo, kila jambo lina kheri yake, kwa sababu lau Kaaba ingebakia, sababu hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo ambalo kwamba yualikidhi Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunakuwa wenye kusalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa hii ni katika hikma ya masuala ya kuobserve, kwa sababu jambo laweza likatokea na watu wakaona ni shari, alafu baadaye watu wakaona kuna kheri ndani yake. Sababu ile Kaaba lau ingebakia katika misingi ya Ibrahim alayhi salam, watu ingelikuwa wanakosa nafasi ya rahisi kuswali ndani ya Kaaba, ingelikuwa ngumu sana, kwa sababu tunajua Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuifathi Makka alikuwa ni mwenye kuswali rakaa 8 ndani ya Kaaba, na kupata nafasi ya kuingia ndani ya Kaaba ni jambo ambalo kwamba ni gumu sana. Walakin kuna sehemu ile ambayo kwamba tumetaja ile al-Hijr haijajumuishwa pale. Kuna nafasi ambayo kwamba watu wanaswali ndani yake, si ndani ya Kaaba, lakini kwa misingi ya Ibrahim alayhi salam ni sehemu ya Kaaba au la? Al-Hijr ni sehemu ya Kaaba, sio? Kwa hiyo kule kupata kuswali katika al-Hijr asa kutampatia mtu nafasi akapata daraja ya kuswali ndani ya Kaaba. Kwa hiyo ipo khairi ndani yake ile nafasi, kama vile ambavyo kwamba yani Makuraish walishindwa kuileta mpaka ukumbele na ikarudi mwisho ikawa vile vile imejalia kuna wepesi, kwa sababu watu sasa waenda kwa mamilioni. Hebu naambie, mpaka wewe upate nafasi, upate ruhusa ya kuwa ufunguliwe uingie ndani ya Kaaba,
upate kuswali ndani ya Kaaba, jambo muhali sana, si rahisi. Lakini maadamu kuna al-hijri iko pale, watu hupata nafasi wakaswali sehemu kama ile, sikuna kheri ya kuwa ummati Muhammad watapata ndani yake katika ambao kwamba watakuja hata baadaye kuswali ndani ya Kaaba. Kwa alhamdulillah, kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumekuwa ni wenye kukamilisha juu ya matukio katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuteremshiwa wahyi, na darsa inayokuja biidhnillahi ta'ala tutaanza juu ya suala la Mtume sallallahu alaihi wasallam kujitenga na kukaa peke yake katika ghar Hira, katika pango la Hira ambapo kwamba alikuja mwisho akawa mwenye kupokea wahyi. Na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila nukta tujalie sote min alladhina yastami'una alqawla wattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.